Bismillahirrahmanirrahim. Ila sifa njema anastahili Allah tabaraka wa taala. Rehma na amani zake zimwendee nabii wetu Muhammad pamoja na watu wake wote wa nyumbani na wale wote wenye kufuata ukweli mpaka siku ya mwisho. Bila kusahau rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee manabii na mitume wake wote aliowatuma katika huu ulimwengu kuja kutukumbusha na kutufunza na kutuelekeza wanadamu namna ya kuishi kufuata sheria na utaratibu wake Allah tabaraka wa taala mwenyewe. Katika darasa zilizopita tulishazungumza na kusoma kuhusiana na Masihi Dajjal. Tulizungumza kwamba Masihi Dajjal sehemu aliyokuwa amezuiliwa ama kufungiwa ilikuwa ni sehemu ambapo leo ilikuwa ni sehemu ambapo kuna kisiwa, na kisiwa hicho leo kinaitwa London ama Uingereza. Tukazungumza kwamba Masihi Dajjal ndiye mastermind wa mfumo wa utawala wa leo wa demokrasia. Na demokrasia imezalishwa kutoka magharibi ikaenea dunia nzima. Mpaka leo tunaishuhudia iko mataifa mbalimbali. Sasa nina comment kidogo juu ya ile darasa ambalo lilipita. Natia comment kwenye darasa ambalo lilipita. Sasa Masihi Dajjal kwa kuwa yeye ndiye mastermind, na baada ya kuona kwamba muda wa maana yeye alianza harakati ya kupigana na mataifa mbalimbali katika vita ya kwanza ya dunia, ilikuwa harakati yake kuondoa kila mfumo wa utawala aweke mfumo wake. Na katika maeneo ambako aliona kuna uzito sana, akaamua awaondoe katika mfumo uliopo wa Kiislamu na kuwapelekea mfumo wa kiimla, mfumo wa kifalme. Lengo ni nini? Anataka watu wajitawale wenyewe. Ndio lengo lake, na alifanikiwa katika hili. Ndio maana katika nchi kama Saudi Arabia, Qatar, unashuhudia kuna utawala wa kifalme. Umeona Sasa mwishoni mwa miaka 1900 alishakamilisha misheni yake. Mataifa mengi sana yalikuwa ndani ya mfumo wa demokrasia. Akaona hakuna tena haja ya kubaki huko. Akawa anaondoka na watu wake. Juja ndio anawatumia askari wake ya Juja wa Majuja ambao nao makao yao ni magharibi. Akawa anaondoka katika mataifa hayo. Hataki tena kukaa, kashamaliza misheni zake, kakamilisha. Akawa anarejea tena wapi? Nyumbani. Kwa miaka 1900 hii yote wale wanaoitwa wakoloni sio wakoloni, wale ni Yajuja wa Majuj kwa mujibu wa Qur'an, wanaofahamika kwa sifa yao ya ufisadi na dhulma katika ardhi. Hayo ni majina ya leo mnaowaita, lakini sisi tukiwaangalia tunawatambua kwamba wale ni Yajuja wa Majuj. Wakawa wanatoka katika mataifa mbalimbali, hao mnaoita wakoloni au Juja, wanarejea makwao. Wakaona muda wa kuwatawala hawa kwa nguvu umeisha. Sasa hivi tunahamisha. Sasa hivi utawala wetu tutakuwa tunautawala kiakili. Kwa miaka yote mpaka kesho wameweka demokrasi yao inatawala mataifa mengi duniani, na wamekuwa wakitoa misaada ili kuilea hiyo demokrasi. Yaani mataifa mengi leo yanaambiwa ili tuwasaidieni inabidi mtekeleze 1, 2, 3. Yaani wanaulea ule utawala wao usidhorote, kwa sababu wao ndio wachapishaji wakuu wa yale mafedha makaratasi. Ni rahisi kuulea mfumo wao wa utawala dunia nzima hii. Kama kuna kitu kinaitwa misaada, ndio ambacho kinatolewa kwa masharti. Tunataka utawala wa sheria, tunataka demokrasi iwepo. Bila kuwepo demokrasi hatuwezi kuwasaidia. Ndio hayo wanayofanya. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya hivi day to day. Ni mfumo wao wa maisha ulivyo. Huo ndio mfumo wa maisha ulivyo. Kwa hivyo Masihi Dajjal kipindi hichi hayupo katika kipindi cha kuonekana na sisi. Yupo katika kipindi cha kukamilisha misheni yake. Anawatumia watu ambao wametambulika ndani ya Qur'ani
kwa jina la Yaajuj wa Maajuj. Amkeni nyinyi ambao mnafikiri kwamba hawa Yaajuj wa Maajuj wamefungiwa huko. Basi kuweni hata na akili basi ya kumuuliza huyo mwalimu anayesema wamefungiwa huko. Muulizeni wamefungiwa sehemu gani? Qur'ani inatupa majibu ya kila kitu. Je, wamefungiwa sehemu gani huko? Tujulishe mlima gani tukawapelekea hata maji ya kunywa? Akikwambia ni masuala ya ghaib atakuwa anakosea. Kwa sababu ukirejea katika suratul Kahfi aya 83 mpaka 96 hakuna sehemu inaonyesha lile tukio lilikuwa ni tukio la ghaib. Lile tukio lilikuwa ni tukio la bayana. Lilikuwa tukio la kuonekana. Alipokutana Dhulkarnaini na wale Yaajuj wa Maajuj, lilikuwa ni tukio la kuonekana, sio tukio la ghaib. Kwa hivyo tuache kupewa story za Abu Nuwas. Tuache kupeana story za kama movie za Kihindi. Tunapaswa kuamka Waislamu. Masihi Dajjal kafunguliwa, Yaajuj wa Maajuj wamefunguliwa. Na sasa hivi hawa wana combination moja. Wapo mbali sana katika kueneza fitna zao. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwakumbusha juu ya fitna zao ambazo tayari zimekwisha kuingia katika dunia, zinaendelea kutafuna umma. Waislamu tunapaswa kuamka. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie ufahamu, atuongoe sisi na vizazi vyetu, tuwe ni sababu ya vizazi vyetu kuweza kunyooka. Tuwe ni sababu. Tuamke ndugu zangu, muda umeisha. Sisi tukaamka asubuhi, shuka litakuwa lina tena maana. Allah tabaraka wa taala tusimamie. Tukutane katika vipindi vingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.